Naitwa Dkt. Vamsi Dhanedi, mshauri katika hepatolojia na upandikizaji wa ini. Nitazungumzia kuhusu imani potofu. Kuhusu ugonjwa wa ini, imani potofu zaidi ni kwamba ugonjwa wa ini hutokea tu kwa walevi. Kwa hivyo hapana kabisa. Kwa hivyo, wagonjwa wanaweza bila kuwa walevi pia kupata ugonjwa wa ini. Kwa hivyo, kama kawaida, ini lenye mafuta hivyo linaweza kutokea kutokana na sababu nyingine za hatari kama vile kisukari, shinikizo la damu na pia unene kupita kiasi na dyslipidemia kwa wanawake kama PCOS. Kwa hivyo, wagonjwa hawa wako katika hatari kubwa ya kupata ugonjwa wa ini, na hawa ndio wagonjwa ambao wana ugonjwa wa ini, sio walevi. Imani potofu ya pili ni kwamba wagonjwa wanaokunywa pombe kama itatokea tu kwa walevi wa pombe kupindukia. Hiyo pia sio sahihi. Kimsingi, yote inategemea mtindo wa matumizi ya pombe na pia aina ya pombe na asilimia ya pombe tunachokunywa na pia ni miaka au miezi mingapi tunakunywa pombe. Imani potofu ya tatu ni kwamba inaweza kutokea tu kwa watu wazee. Hapana kabisa, kutokana na mtindo wa maisha wa kimagharibi na hata watoto pia wanapata unene wa utotoni. Kwa hivyo wagonjwa hawa pia kuna vigezo vya kijenetiki kama vile upungufu wa alpha-1 antidepressant na ugonjwa wa Wilson. Wagonjwa hawa pia wako katika hatari ya kupata ugonjwa wa ini. Imani potofu ya nne ni kwamba ugonjwa wa ini kila mara ni mbaya. Hapana kabisa. Ikiwa tutagundua mapema na ikiwa tunaweza kubadilisha mwelekeo wa ugonjwa wa asili, basi hakika wagonjwa wanaweza kuishi kwa muda mrefu zaidi hata kama wamepata ugonjwa wa ini ulioendelea pia.